Utashangaa zaidi ukija kimona Ibn Najjar alikuwa na mashehe wa kike 400. Sasa ikiwa mwanachuoni mmoja aweza kuwa na wasomi 400 wa kike ambao kwamba wamemsomesha, hii inatosha kutupa picha kuwa ni idadi kubwa iliyokuwa ya wasomi wa kike katika kipindi kama kile. Kwa hivyo ikiwa imepungua katika zama zetu, ni mapungufu yetu sisi, wala tusiutuhumu Uislamu. Kwa hivyo idadi kubwa ambayo kwamba ilikuwepo na imesomesha maulama wakubwa na ikatoa wasomi ambao kwamba unapata mwanamke lakini anashinda wanaume 10 katika elimu. Ndipo pale maulama wakatuambia kuna tofauti kati ya dhukura na rujula. Mtu akiona anaweza kuoa na akazalisha, anaona yeye ashakuwa rajul. La, hiyo ni alama ya kuonyesha wewe ni dhakar, ni mwanamume. Lakini rujula kuwa ni janadume, anaweza kuwa hata jinsia ya kike kufika daraja kama hiyo. Wangapi katika wanawake ambao kwamba wamefanya makubwa katika tarehe, kama tutakapokuja kuona katika silsila kama hii, kazi ambazo kwamba wanaume wenyewe hawajazifanya.